Achana kuuza product ama service kama unataka kutengeneza pesa. Hii hapo ndo sababu kwa nini customers na client hawanunui product ama service yako, wananunua solution unaopatia kwenye matatizo walionayo. Kampuni nimeanza kampuni yangu mimi Michael Business Hub, nilikuwa nasajili makampuni. Nilikuwa nafikiria kwa sababu nikisema kampuni mtu anaweza kuja kufanya kazi na mimi, kwa sababu nilikuwa nafikiria kwa sababu mimi naweza nikaonyesha expertise yangu kama mtaalamu, naweza kufanya vitu kwa wakati mfupi, na kama nilivyokuwa nauza course tofauti, kwa nilikuwa najua nikitaja tu course pale mtaweza kununua. Kama pia ni huyu, basi upo nyuma sana. Kitu unachotakiwa kufanya ni kuanza kuuza ni kitu gani watakachokipata baada ya kuchukua product ama service unaitoa. Sasa formula inayofanya kazi ipo hivyo. Namba 1, ionyeshe product yako kwenye mazingira ya kawaida ya kila siku ya maisha yao. Kwa mfano kama unauza kitu ambacho kinahusiana na masuala ya jiko, hakikisha unaonyesha jiko la kawaida likiwa kwenye hali ya kawaida, na namna gani ambavyo inakuwa ni sawa na maisha ya kawaida, na namna gani ambavyo product yako ikiingia jikoni, kama ni uchafu unafutika katika hali ya kawaida ya kila siku. Sio kuongelea ubora na quality ya product yako, bali ongelea ni suluhisho gani ambayo huu ubora na quality unaenda kutoa kwenye maisha yao ya kawaida ya kila siku. Njia ya pili, make the problem obvious. Waoneshe kabisa changamoto yao ni ipi na namna gani ina affect, kisha waonyeshe namna gani inaweza kutoweka kwa ukiwa na product ama service ulionayo. So badala ya kuanza kusema hii ni ubunifu, acha kusema huu ni ubunifu. Onyesha ni kwa namna gani inaweza kuokoa muda wake akiamua kutumia product ama service ulionayo. Namba 3, uza hisia. Kwa mfano, ni confidence kiasi gani atakuwa nayo baada ya kuwa ametumia solution ulionayo kwenye changamoto anayokutana nayo. Watu hawakumbuki features za product ama service, wanakumbuka ni kwa namna gani service ama huduma ama product ilivyo wafanya wajisikie baada ya kuitumia. Ukifanya hivi moja kwa moja, product yako inaacha kuwa kama item nyingine, kama toys nyingine, ama huduma yako inaacha kuwa kama ngonjera tu nyingine, inaanza kuwa ni kitu cha lazima kuwa nacho. So unachokiuza, unauza transformation, unauza matokeo, unaanza kuifanisha hii product ni kwa ajili yao, na hapo ndipo wateja wanaanza kukuzingatia wewe kama kipaumbele. Ukitaka kujifunza zaidi namna gani ya kuweza kufanya mauzo na kuhakikisha unaweza outshine kwenye kufanya vizuri kwenye marketing unaoifanya na kutengeneza wateja wa kutosha kwenye biashara yako, sio wa mvua wakuja na kupotea, nimekuandalia platform maalum ambayo unaweza kujifunza vizuri na kuweza kupata matokeo ambayo sio ya rejareja ama mvua za Dar es Salaam. Na platform hii inaitwa MBH. Gusa link hapo on bio, itakupeleka moja kwa moja kwenye hii platform na utaanza kujifunza vizuri hatua kwa hatua nini cha kufanya, namna gani ya kuongea, namna gani ya kuweza kupresent na everything. Ama kama upo Instagram, unaweza kugusa pia link kwenye bio ama comment neno MBH. Nitakutumia link moja kwa moja kwenye DM yako na utaweza kugusa link na utapata utaratibu wa kujiunga, then utajiunga na kuanza kujifunza.